Rais wa Colombia Gustavo Petro amejitokeza hadharani kwa kauli nzito na kali, akisisitiza kuwa yuko tayari kuchukua tena silaha kulinda taifa lake endapo Marekani itatekeleza vitisho vyake vya kuingilia kijeshi mambo ya ndani ya Colombia. Kauli hiyo imekuja kufuatia matamshi ya Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alidai kuwa Colombia inaendeshwa na mtu anayehusika na biashara ya cocaine, madai ambayo Petro ameyataja kuwa ni uongo, ya kuchafua jina na yasiyo na msingi wowote wa kisheria wala kiuhalisia. Katika ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa X, Rais Petro alijibu kwa msimamo mkali akisema, "Mimi si rais haramu wala mimi si muuza dawa za kulevya. Trump anazungumza bila maarifa, acha kunichafua." Petro alisisitiza kuwa Colombia ni taifa huru lenye katiba na kwamba hatakubali taifa lake liheshimiwe kwa lugha ya vitisho wala kudhalilishwa na taifa lolote, hata kama ni mshirika wa muda mrefu kama Marekani. Rais huyo alionya kuwa shambulio lolote la kijeshi kutoka nje, hasa linalolenga raia au wakulima wa kawaida, litazaa athari kubwa za hatari kwa utulivu wa nchi. Kwa mujibu wa Petro, historia ya Colombia imeonyesha wazi kuwa ukandamizaji wa kijeshi dhidi ya wananchi maskini huzaa uasi badala ya amani. Wakibomoa wakulima kwa mabomu, watawageuza kuwa maelfu ya waasi milimani, alisema Petro. Aliongeza kuwa hatua yoyote ya kumkamata au kumdhuru rais aliyechaguliwa kidemokrasia na kuungwa mkono na wananchi itachochea hasira kubwa ya umma. Wakimkamata rais ambaye sehemu kubwa ya wananchi wanampenda na kumheshimu, wataachilia chui wa watu. Petro alikumbusha kuwa licha ya historia yake ya ujana alipokuwa mwanachama wa kundi la waasi la M-19, aliacha mapambano ya silaha miaka 1990 na kuchagua njia ya siasa, demokrasia na mageuzi ya kikatiba. Baada ya kuweka silaha chini, alishiriki katika kuandaa katiba mpya ya Colombia mwaka 1991, akawa mbunge, meya wa mji mkuu Bogota na hatimaye kuchaguliwa kuwa rais mwaka 2022 kupitia kura za wananchi. Kwa msisitizo mkubwa, Petro alisema, "Niliapa sitashika silaha tena, lakini ikiwa taifa langu litatishiwa kwa ajili ya nchi yangu, nitachukua silaha tena." Kauli hiyo imeelezwa na wachambuzi kama ishara ya msimamo mkali wa kitaifa, si wito wa vita, bali ujumbe wa onyo kwamba Colombia haitakubali kuingiliwa. Kufuatia mvutano huo, waziri wa ulinzi wa Colombia Pedro Sanchez ametangaza kuwa ulinzi wa rais umeimarishwa ili kuhakikisha usalama wake na utulivu wa taifa. Kwa sasa kauli za Petro zimeungwa mkono na makundi mbalimbali ya kisiasa na kiraia nchini Colombia, wakisisitiza umuhimu wa kulinda uhuru, heshima na mamlaka ya taifa bila vitisho kutoka nje. Mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi basi ungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.